Hawa ni mastaa kutoka katika kiwanda cha filamu ambao wamedumu kwa zaidi ya miaka 20 wakiwa wanafanya vizuri. Yani watu wamewafahamu, wametengeneza watu wengine kupitia wao. Yani kuna watu ambao wameishi kupitia migongo yao, lakini pia wamekuwa role model kwa mabinti wengi, lakini pia vijana wengi ambao wamekuwa kiwatazama kwenye maisha yao ya sanaa ya uigizaji. Na wazungumzia malkia warembo ambao wapo kwenye kiwanda cha filamu na burudani hapa Afrika Mashariki, ambao wameamua kukuletea maisha yao halisi na ukweli kupitia moja ya kipindi chao ambacho kimekuwa kikiruka mtandaoni huku YouTube. Wao wanajiita A-list na kipindi chao kipo humo ndani, yani kinaelezea wasanii ambao ni A-list wa kike Bongo hasa upande wa filamu. Yani hao ndio wale wenye majina miaka hiyo na hiyo. Kama uko kwenye mitandao sasa hivi na ulikuwa ukifuatilia filamu za hapa Bongo, basi lazima utakuwa ulikutana na sura zao, majina yao. Kama ulisoma magazeti basi uliwaona sana, lakini pia mpaka uko kwenye hichi kizazi cha digital cha kutazama kwenye mitandao pia utakuwa umewasoma sana mitandaoni. Na mzungumzia Kajala, Irene Uwoya, Wolper pamoja na Auntie Ezekiel. Wamekuwa kifunguka maisha yao ama vitu ambavyo wamevipitia kwenye maisha yao. Japo sio vyote na sio vyote vinakuwa ni vile, vingine wamekuwa kivitolea kama mifano tu kwenye vile ambavyo wamekuwa kivizungumza. Sasa natamani nikupe sehemu ya mazungumzo ambayo wameshare baadhi ya vitu vizito. Huenda hujawahi kuvisikia popote, ikiwa ni exclusive kwa wao kutamka mara ya kwanza kupitia kwenye kipindi chao. Moja ya jambo ambalo limewastaajabisha wote hawa watatu ambao walikuwa kimsikiliza mwenzao mmoja anayewajumuisha kuwa wanne ni issue ya mwenzao kuwa jela. Unafahamu Irene Uwoya alishakuwa amefunga ndoa. Utakumbuka kwenye episode moja hapo Irene Uwoya alisema yeye amefunga ndoa moja tu, licha ya kwamba dunia inafahamu ni ndoa mbili. Kiacha ile ambayo alifunga na mzazi mwenzake ambaye sasa hivi ni marehemu, kuna ndoa nyingine ambayo ilionekana kwenye mitandao amefunga na Dogo Janja, ila yeye alikana hakuwa amefunga ndoa. Ilikuwa imetokea nini wao wanajua. Ukiachana na hizo zote, yeye aliwashtua watu sana kwa hilo, kusema kwamba amefunga ndoa moja na akaisa hata kwenye mitandao story ikawa kubwa sana. Sasa hivi tena amegusa baada ya kusema aliwahi kufungwa jela miaka 2. Imagine. Na akakaa mwaka mzima bila mama yake kufahamu yeye yuko wapi. Kipindi hicho ambapo alikutana na mwanaume alikuwa akifanya vitu vingi kwa madai ya Uwoya kwamba mwanaume huyo alikuwa akijihusisha kuuza wadada na kuna muda mwingine alikuwa akiwaua wengine. Yani alikuwa akiwachukua wadada anawauza, alafu wengine kama ikiwa vipi basi hata anawaua. Irene Uwoya alikamatwa na pasipoti nyingi sana kipindi ambacho alikuwa hata huku ndani Tanzania hakuwa hana pasipoti na alikamatwa nje. Alikamatwa nchi gani, ilikuwaje? Nakupa nafasi ya kutazama hii simulizi kidogo tu, alafu ukihitaji kwa urefu utaenda kuitazama kwenye YouTube channel yao ya A-list ambao wao wameiupload. Msikilize mwenyewe Uwoya anachosema. Zamani sana niliwahi kuwa na mtu na nilikuwa sijui anafanya nini, ila siku moja nikaja nikagundua kwamba ana wanawake wengi. Yani nikaja kugundua kwamba anafanya biashara ya kuuza wanawake, like human trafficking. Alafu akawa most of them ameshawaua. Huyo mtu Mtanzania? Tu Mtanzania. Na mwishoni atanipeleka jela. Wewe ukaenda jela? Miaka 2. Ulifungwa? Ndio. Mwaka gani? Au tulikuwa tujafahamiana? Yani nahisi ilikuwa chini ya kapeti sana. Ushakufungwa? Ushakufungwa. Jela gani? Zambia. Wewe ulikuwa unaishi Zambia? Nilikamatwa. Hebu tuelezee japo kidogo basi. Maana yani ilikuwa yani yani ukakaa jela kabisa? Jela miaka 2. jela? Wakati unajulikana kama hivi ni Irene? No, kabla. Lakini baada hapo nilijulikana. Of course baada hapo yes. Na ile miaka 2 ulikaa full kabisa jela? Full auntie. Nilikuwa mdogo. Ulifanyaje? Nilikamatwa na na viungo vya watu? Hapana. No. Nilikamatwa na passport kama 25 za kwangu. Yani za kwako wewe? Za kwangu mimi, na hela kama $1,000,000 kwenye begi.
Pasipoti za nani sasa? Za kwangu. Zote 25 zote zina sura yako? Zina sura yangu na ni nchi tofauti. Na ulikuwa ujue au uko unajua? Ulikuwa unajua? Mapenzi. Ukaona unakubaliana naye. Alikutengenezea? Mwendo. Yaani mwe mnafanya wewe nchi zake zote. Yaani nchi Tanzania ya kwake, Zambia ni ya kwake. Yaani yeye ni mwenye, si ndio? Yaani kila nchi ni mtu mwenye nchi yake. Ilikuwaje? Yaani nilipotea nyumbani karibia mwaka mzima, mama yangu ananitafuta. Akaja kugundua huko jela Zambia. Wakati huo mama yako anakaa huko? Anakaa huko. Wewe ulienda tu? Ulienda Zambia kwani? Yaani unajua huyu mtu nilikutana naye. Okay, nilikuwa nasoma Uganda. Sasa kipindi kile nilikuwa na passport ya karatasi. Na nilikuwa bado sijapata passport ya kitabu. Kwa hiyo ikawa imeisha, nimerudi sasa naenda ku renew. Kwa hiyo nilivyoenda immigration natoka yani pale mlangoni nikakutana na huyo kaka. Akaniita tu yani, Malaika. I was like, Malaika ni nani? Yaani kasielewi kama ni mimi kwa sababu mimi sio jina langu. Lakini bado akaendelea kuniita mpaka akaniblock kwa mbele. Nikasimama. Akaniambia mimi naitwa fulani, akanipa mkono. Yaani kuanzia pale nikaanza kumfuata. Sikurudi nyumbani tena. Jamani. Kabisa. Basi hata wanawake walikuwa wanafanya hivyo, walikuwa wanatumia hivyo dawa. Kwa hiyo sikumfuata, sikurudi nyumbani, yani nilienda kumfuata moja kwa zote. Jamani. Akaniambia mimi na wewe tunaondoka. Yaani naondoka naye, na ndo niliondoka naye. Hapo ni Uganda? Hapo ni Bongo. Mkaenda wapi sasa? Ndo tukaanza sasa kuondoka Kenya, Uganda, sijui wapi. Tunazunguka sasa. Ukiwa na umri gani? Sasa nilikuwa na miaka kama nadhani kama 16, nenda 17. Mdogo sana. Akawa ni mwanaume wako? Yaani alikuwa ni mwanaume wangu, lakini sio wa kutaka. Yaani unajua yule mwanaume sio wa kutaka, ni wa kuforce. Yaani yeye anajiforce kwangu baada ya kuwa namfuata, kwa sababu alikuwa mkubwa sana kwangu. Kwa hiyo nikawa sina namna. Sasa kwa sababu mimi nilikuwa mdogo, akana nionea huruma sometimes ile kunifanya labda nini, kwa sababu nilikuwa naumia. Umeona? Lakini alinitesa sana. Unajua kuna muda anakuja na wanawake ndani, hata wawili hata watatu. Anafanya nao mapenzi afa ananiambia niangalie. Yes. Yesu wangu. Kabisa yani. Yaani sana. Nifanyaga vitu vya ajabu sana. Wewe hapo ulikuwa tayari mmepanga somewhere ambayo mnaishi wewe na yeye? Tunaishi hotelini, yani tunaondoka tu, tunahama hapa wakitokea polisi mnahama hapa, mkae sehemu moja. Na hizo sehemu anazoenda anakuacha hotelini, anaenda achukua mwanamke anarudi naye hotelini. Yes. Sio mwanamke, wanawake. Yesu. Kwa hiyo unaona hizo sehemu zote alikuwa ananipeleka, kwa anajitahidi kuniuza, lakini kana nashindikana. Mpaka siku moja nakumbuka usiku aliniamsha akaniambia, hivi wewe Mungu wako ni Mungu gani? Anakuuza like, yani ni kama alikuwa anajaribu kuniuza, lakini akawa anashindwa. Yeye alikuwa anafanya anauza na biashara kuuza. Kwa hiyo anawauza ile kuuza kabisa, anapewa hela afu mtu anachukuliwa. Unajua kuna watu wananuaga wanawake wanapeleka huko nje, wanawatia kwenye majumba, wanakuwa wanafanya hizo kazi mpaka wanakufa. Kwa hiyo unaona kila akienda sehemu labda kufanya biashara ya kuniuza ilikuwa inashindikana. Umeona? Kwa hiyo siku moja ndo akaniambia, hivi wewe Mungu gani wewe unamuomba? Akaniambia, wewe sali sana, Mungu anakupenda sana. Yaani sielewi kwa nini. Yaani kila nikienda wananikataa. Wanakataa kuninunua. ni Mungu tu. Kwa hiyo hivyo yani. So hivyo. Katika kuachana kwenu ndio mwisho uliishia jela? Mwisho niliishia jela, na nilivyokuwa jela akawa anajaribu kuja kunitorosha. Yaani tena kule jela? Kule jela. Maki alitoroka. Na sijui alitorokaje. Mlikamatwa pamoja? Pamoja. Yeye akatoka. Yeye akatoka. Alivyotoka sijui alitokaje. Kwa hiyo akaanza kuja kule sasa kujaribu kunitorosha tena ili aendelee na ile shughuli, lakini ilishindikana.